Yes, bana, mambo vipi, na tunakutana tena kwa kuyachakata yale mengi ya kimichezo na siku nyingine tena kuelekea katika siku kubwa, siku adhimu kwa maana ya mafahali wa Kariakoo kati ya Young Africans na Simba katika mchezo wa ngao ya jamii siku ya hapo kesho. Tukapata wasaa wa kupiga story na captain wa mashabiki wote, Captain Kizinga kutoka Young Africans kuelekea mchezo wa kesho. Wao pressure yao iko namna ipi kuelekea siku hiyo ya kesho? Kwanza Kizinga, mambo vipi? Poa, mambo vipi? Safi, uko sawa sawa? Ya, tunamshukuru Mungu alhamdulillah. Ya. Kizinga, tumesikia mahojiano ya pande zote mbili kuelekea kwenye mchezo hapo kesho, lakini kauli kutoka kwa Fadu Davis amesema ya kwamba pressure iko kwa upande wa pili na si kwa upande wao, kwa sababu wao wameshinda mechi dabi zote na wana benchi jipya la ufundi. Pengine ni maandalizi yapi ambayo ameyaona kwao yanakwenda kuangamiza na matumaini mpaka kafikia stage ya kusema ya kwamba pressure iko kwa upande wa Yanga na si kwa upande wake? Inaonyesha ni amejidhatiti kwenda kushinda mchezo huu na kwenda kufuta uteja na kurudisha furaha kwenye viunga vya Msimbazi. Labda pengine mara baada ya kauli ya kocha Fadu Davis, maoni yenu ninyi kama mashabiki na influencers wa Young Africans ni yapi kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho? Kwanza mimi nimemsikiliza Fadu alichokizungumza, nimemsikiliza kocha wetu pia alichokizungumza, lakini pia kocha wetu amewaambia hamtaiona Yanga ile ambayo imekuwa ikicheza mechi za kirafiki. Sio, unanielewa? Msitegemee kuiona Yanga ile. Ina maana kwamba yeye ndo anaijua Yanga. Umeelewa? Atakao kuja nayo itakuwa ni surprise. Itakuwa ni surprise na itakuwa ni Yanga ambayo ni tofauti na ile ambayo wewe umeiona pale Benjamin Mkapa kwenye mchezo dhidi ya Bandari. Kwa yeye ndo mwalimu, yeye ndo ana mbinu zote, yeye ndo anaijua. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa upande wa Fadlu kwanza alichokizungumza, pressure anayozungumza yeye, kwanza ameleta dharau. Kwangu mimi binafsi ni dharau. Ni dharau kwa sababu huwezi kusema kwamba benchi la ufundi kwamba ni wapya. Kuwa na benchi la ufundi wapya kwamba ndo unaona kwamba wewe hawawezi kukufunga. Sawa. Benchi la ufundi wapya. Wewe tangu ulivyokuja ukiwa mpya na umezoea, umechezea ngapi? Kwa hiyo ni dharau ambayo wachezaji wetu wanatakiwa kuiangalia kwa jicho kubwa, kwa sababu huyu naye Fadlu anaingia kwenye mfumo wa wale watu wasiosikia. Yani kile kichwa kisichosikia dawa. Umeelewa? Yani ni ule ugonjwa ambao hausikii dawa. Kwa naye ameingia kwenye mfumo wa wale watu ambao ni wagonjwa wasiosikia dawa. Kwa hiyo wanatakiwa wapewe dawa waweze kupona. Sababu ukiwa na dawa ambayo unatakiwa upewe ni kupigwa kichwani. Kupigwa kichwani? Yeah. Tunataka kichwa tu. Si elewa, tunataka yani dawa ambayo unatakiwa apewe ni kupigwa kichwani. Kocha Fadlu. Kwa sababu kama anaweza kuzungumza maneno hayo, naye pia ameingia kwenye mfumo. Kwa sababu unajiuliza kitu kimoja. Unaposema benchi la Dar es Salaam Africans ni jipya. Wewe ulianzaje? Wewe ulikuwa mpya lakini ulifungwa. Na hujawahi kushinda mchezo hata mmoja mbele ya Dar es Salaam Africans. Na msevu maneno yangu haya anawaambia kila siku. Miongoni mwa kocha ambaye atakuwa wa kwanza kuondoka ni Fadlu. Rudi hapo. Miongoni mwa kocha ambaye atakuwa wa kwanza kuondoka ni pamoja na yeye Fadlu. Una maana gani kusema hivyo? Kwa sababu hizi timu tunajuana. Usipopata matokeo mbele ya timu kubwa unaweza ukanyonyolewa. Hasa unavyomwona Fadlu kwa timu yake ile anachukua matokeo kwa Dar es Salaam Africans. Amesajili, lakini na usajili wote umetoka katika plani yao na plani yake na makaratasi yake msimu huu. Jarada zima la usajili alikabidhiwa na tumeona akishusha mashine moja baada ya nyingine, na matumaini kwa wana Simba amerejea, hususa wakianzia kwenye mchezo wa hapo kesho dhidi ya Young Africans, na wanasema kwamba wanakwenda kurudisha ule ufalme wao. Sasa mnapozungumza hivi ni kama mnatuchanganya Kizinga. Na hilo ndio litakalomuondoa la kwanza. Kwamba yes kapewa mamlaka ya kufanya usajili. Basi hilo ndio litakuwa tiketi yake, na maana huo ni mtego walimpa. Sawa, timu hiyo hapo iandae wewe. Kaandaa timu hiyo hapo. Sasa anaenda kupigwa kipigo cha mbwa mwizi. Alafu sasa inatakiwa aondoke. Simba ya Nabi Kamara. Ndio, kwani Nabi Kamara nani? Mchezaji wa Simba. Simba iliyoisha alikuwa na mchezaji gani ambaye alikuwa ni bora zaidi? Walikuwa wengi. Simba ile ya Elim Panzu, Kibisawala. Simba ya Jean Charles Ahoua. MVP kutoka Ivory Coast, si ndio? Iko wapi? Ile imeboreshwa. Kabla ya kuboreshwa nasema hiyo, ilifanya nini? Si ndio imechukua mara tatu? Si imechukua mara tatu mfululizo. Mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani kesho niwaambie wana Yanga.
jiandae kutiki. Jiandae? Kutiki. Yaani kesho tunatiki. Kesho mnatiki? Tunatiki. Tarehe 16 kesho tunatiki. Lakini tumejaribu kupiga story na kwa maana ya wale viongozi wa matawi mbalimbali wa Simba wanasema hii mechi wakabidhiwe wao. Asilaumiwa Mediali wala Murtaza Mangungu. Hii mechi wamejidhatiti kwenda kushinda na wanaijua mipango ya Young Africans kwenye kupita nyuma ya geti na kuruka makuta. Pote wamepakaza mkongo. Sasa mtabidi mpite kwenye geti rasmi na mnakwenda kufa. Kwa maana kwamba mnaangalia kibla. Sawa, kama wameomba wakabidhiwe wao, sawa wakabidhiwe kwa sababu na hicho ndo kitu walichojaliwa na huko ndo bado wamebaki. Na muende mkawape darasa kwamba mpira wa sasa hivi unahitaji maandalizi. Fanya usajili mzuri, benchi la ufundi zuri, viongozi wazuri, viongozi ambao wamenyoka, ushikamano mzuri. Na hii ndo siri ya mafanikio ya Dar es Salaam Africans. Umeelewa? Yanga ina muunganiko wa kila sehemu. Ukiangalia safu ya uongozi, kwangu mimi huwa napenda kusema ni safu bora ya ushambuliaji. Viongozi wa Yanga wamenyoka hivi. Sawa, wana maelewano ya kutosha. Ukiangalia benchi la ufundi wana maelewano. Wachezaji wana maelewano, wanaishi kifamilia sana. Hii ndio siri ya mafanikio ambao kuna muunganiko wa watu wote, wanachama, mashabiki na viongozi wote. Sawa? Hasa hao unaowasema wewe au unaowazungumzia wewe kwamba wakabidhiwe timu na huko ndo walikojaliwa wao kwenye ushirikina. Wewe ni shahidi ambaye umewashuhudia wakifanya ushirikina kwenye makaburi wakiwaomba watu waliokufa wawasaidie wao kushinda mechi. Sasa nikuulize wewe, hivi mtu ambaye kuelekea kwenye mchezo anakwenda kutoa swadaka kwa watoto yatima, watoto wanamuombea dua tupate ushindi, tunaombewa dua na watoto yatima na watu wenye uhitaji wasiojiweza, dua zao Mungu anakuwa haiweki pazia. Wanakuambia wasomi, watu wa halal bait, watu wa zuoni wanakuambia dua ya mtoto mdogo haina pazia, inakwenda moja kwa moja na majibu yanapatikana. Dua ya yatima, unapotoa sadaka zako Mwenyezi Mungu anakubless. Sawa, Yanga tunafanya sadaka kwa watoto yatima kwa kushirikiana na JSM Foundation. Lakini sisi wakati tunafanya kutoa sadaka kwa watoto yatima, wao wanakwenda kufanya ushirikina kwenye makaburi. Hivi unategemea kwa hicho walichokiomba, unategemea ushirikina ule wa kulala makaburini ukawasaidia wao kuwafunga Yanga? Lakini hapo sana. Ndio nakuuliza wewe, unategemea hilo kwamba yani kwa ushirikina waliofanya makaburini na wanaomba kabisa wapewe wakafanya ushirikina, wataifunga Yanga kwenye ushirikina? Kwani wameenda makaburini? Unaposema ukabidhiwe, walisema wakabidhiwe timu kwa sababu ya nini? Matawi ya kabidhiwe ili afanye nini? Wao wafanye maandalizi kuelekea kwenye yapi? Wao wanacheza, wao benchi la ufundi. Pengine kuna namna moja au nyingine wanataka kushiriki ya ushirikina. Sijajua mimi na wewe. Ndio hivyo, wewe waambie tu wa Tanzania kwamba wameomba ili wakafanya ushirikina. Yaani Yanga ambayo inategemea kumwomba Mwenyezi Mungu dua. Yaani dua siku zote Mwenyezi Mungu ana nguvu sana kuliko hata huo ushirikina. Na ndio maana hawafanikiwi. Captain, naam. Tumeiona taarifa Simba wakipokea adhabu kali kwa maana ya kutokuingiza mashabiki katika mchezo ambao unaofuata na faini juu kutoka kafu. Hii imesababishwa na fujo wa mavurugu ambazo zilitokea katika mchezo wa fainali. Pengine uliposikia taarifa hii umeact vipi na umepokea kwa namna ipi? Na ulikuwa unalipi labda la kuzungumza ama kutia ushauri? Kwanza nimeipokea, nimesikia taarifa hiyo. Ya, wamestahili kupata adhabu kwa sababu na hii ni mara ya pili mfululizo wanapewa adhabu. Mashabiki bora barani Afrika. Ya. Mashabiki bora. Shabiki bora sio mtu wa namna hiyo. Walipewa tuzo ya mashabiki bora. Iko wapi hiyo tuzo? Waliopewa. Ile tuzo wamepewa jaribu tena. Sababu si waliondoka nayo. Umeelewa? Kwa hiyo kwa nilichokiona wamedeserve kupata adhabu hiyo kwa sababu ya vitendo vya ajabu ambavyo wamekuwa wakivifanya na hiyo adhabu mimi sijaridhika nayo. Sijaridhika nayo. Adhabu nyepesi sana. Uwezi ukawa mtu amelipia tiketi yake kwa ajili ya kwenda kutazama mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho, mchezo wa kafu. Yaani ile ni kafu. Sio TFF, sio Karia. Ule ni mchezo wa nani? Wa kafu. Shirikisho la mpira barani Afrika ambalo linamiliki timu zote za Afrika. Wako kwenye mchezo wao. Michezo mingine yote nasimama. Ni mchezo wa shirikisho la mpira barani Afrika. Mtu analipa kiingilio na kwenda kutazama mpira.
Wewe kwa ujinga wako, kwa bange zako, kwa uchizi uliokuwa nao, uliojaliwa nao, unakwenda kumnyanyua mtu kwenye kiti, unamchania jezi yake. Kafu wana akili, wanaona vitendo vile. Mtu amekwenda na familia yake. Na nilitegemea hilo. Mtu amekaa na familia yake pale. Unakuja kumnyanyua mtu amevaa jezi ya Dar es Salaam Africans. Unamchania, unamuondoa. Mchezo wako. Niliwaambia dhuluma na laana kubwa itawaangukia, ndio hiyo. Huwezi kuchukua Kizinga analipa shilingi 7,000 kwa ajili ya kwenda kuangalia mchezo wa finali. Alafu unakula, unamwambia Kizinga njoo kaingie Simba Day, inanihusu. Nalipa kwa ajili ya kuangalia finali, unanipeleka Simba Day. Ile ni dhuluma, na Mwenyezi Mungu amesema dhuluma haijawahi kuwa nzuri. Inamtafuna mtu, laanatullahi alayhi. Simba wamelaniwa. Ndio hiyo hapo naona. Ndio, hiyo ni laana, kwa sababu kama unaweza kumkuta mtu amelipa ili angalie mpira, unamnyanyua, unamchania na jezi. Unamkuta mtu sijui hivi, unamtoa. Dhuluma, unapiga hela tu, unadhulumu. Okay, Kizinga, pengine lini ukafanikiwa? Kwa kumaliza sasa, tupe hilo first 11 ambalo unasema mwalimu right kama akiingia hivi, mimi simuoni mnyama akipata matokeo anakwenda kufa tena kwa mara ya 6. Mwalimu wetu, kikosi chochote kitakachompendeza yeye kama mwalimu, kwa sababu jue wengi wanapanga, lakini mwalimu ndo anakaa na wachezaji. Mwalimu ndo muda wote anawatrain wale wachezaji. Ndo wanajua nani yuko fit, nani yuko fit. Maanishi kama unampangia mwalimu au unamfundisha mwalimu. Hebu imagine kikosi chako wewe ambacho unaona kama mwalimu akiingia hivi, basi simuoni mnyama akitoka. Sio kama mwalimu akiingia hivi, sasa kwa kwenye finishing ndo unakosea. Sema tupangie kikosi chako wewe unachokiona wewe kwa wewe binafsi. Vyote na viamini, wachezaji wote na waamini. Ila kikosi ambacho nataka nikupangie mimi, kwa sababu hata mwalimu atapanga, golini namweka Diala, screen protector. Namba 2 namweka Israel Patrick Mwenda, namba 3 Shadrack Kiboka, namba 4 namweka Ibrahim Baka, namba 5 namweka Dickson Jobu, namba 6 namweka Duke Abuye, namba 7 namweka Pacome Zuzwa, namba 8 namweka Mudathir Yahya Abbas, namba 9 namweka Henry Boel, namba 10 namweka Mohamed Dumbia, namba 11 namweka Max Mpia Mzingeli. Halafu wakati huo nimemwacha Celestine Ekue nje, nimemwacha Clement Mzize nje. Bana Mzize huyo hapa. Nimemwacha nje Mzize. Mzize. Tia kitu. Umeona? Huyu Mzize unayemuona, huyu kuna watu walikuwa wanatangaza aondoke. Kwa kuogopa tu. Yaani ule uoga, aondoke Mzize, aondoke. Kampeni kawa kubwa kweli mawinga. Wakimtaka Clement Mzize afanyeje? Sasa hofu yao na kuomba tarehe 16 ni waisogeze mbele. Ilikuwa ni kwa sababu ya huyo. Na baada ya kusikia Mzize, Didan amebaki. Kwa hiyo hofu yao ilikuwa ni hivyo. Na nimuombe kocha ikimpendeza Clement Mzize akae kwanza nje, asome ramani. Si umeelewa? Yaani na Clement Mzize amebaki nje. Na Prince Dube mwana mfalme amebaki nje. Celestine Ekue mwiba mkali amebaki nje. Shey Ofre Chikola yuko nje. Musa Balaa Konte kiungo mwenye fujo. Tena Musa Balaa Konte, sio tu Konte. Yaani Musa ni daktari wa maradhi sugu katika eneo la kiungo mkabaji. Yuko nje. Sio umeelewa? Lasini Kouma namba 8. 8 namba. Yuko nje, nimemwacha hapo nje. Yaani Simba nimemkosa sana, nampiga goli 6. Nimemkosa sana goli 6 kwa kikosi hicho. Ndio. She. Pacome Zuzwa pedo. Hatari, wewe umuogope. Lakini Kizinga ukijaribu kupiga story na wana Simba na wenyewe wanajitetea, wanavutia kwa upande wao, wanasema golini wana Kamala, huku wana Shomari Kapombe, huku wana Anthony Mbigo bwana mdogo. Katikati wanakuambia ndo kufuru kwamba Rushain The Rock wanakuambia hakiwezi kupita kiumbe hai, labda upepo usioonekana. Labda maneno haya unayasadiki vipi sasa? Na wao wanajitetea kwa namna hiyo. Waliwahi kuwa na ukuta wa Yeriko, umeusahau? Chefo ndo baro. Ukuta wa nini? Fence, ukuta wa umeme. Watu walipita wakupita. Yaani huo ni umeme sasa. Watu walifanyaje? Huo ni umeme, watu walifanyaje? Walipita. Kwa hiyo nenda kawaambie tukutane Benjamin Mkapa. Sisi slogan yetu ni kupiga kichwani. Maliza na mashabiki wa Young Africans na wanachama kuelekea mchezo hapo kesho. Tunafahamu ya kwamba panapo majaliwa ni karibu mno. Mimi ninachoweza kuambia mashabiki wa Yanga, kata tu kadi yako. Yaani lipia ada ya wanachama, kata kadi yako. Yaani sasa hivi speed yetu sisi ni kwenye kusajili wanachama. Wewe lipia ada, kata kadi yako,
safi. Yani ukiwa tu mwanachama, ukiwa na kadi yako, yani hapo unakuwa umemaliza kila kitu safi. Yani kuhusu mechi ya kesho, wala hata usiwe na stress yote, hata mawazo siwaze. Unaniahidi nini sasa ili itakaporudi hapa? Yani usiwaze kitu chochote. Unawazaje kwa jitu ambalo umelipiga mara 5 mfululizo? Yani wewe mtu ambaye umempiga mara 5 mfululizo, ndio maana nakwambia mimi kwanza nilikuwa nashangaa. Hivi wewe umepata wapi ujeuri wa kula karanga? Hebu ndo mkuta Mandala mishavu imemjaa. Jibi 64 mishavu imemjaa, KMC Wanda naye yule mdada anakula karanga. Umepata wapi ujasiri huo kwa mwanaume ambaye amekushona mara 5 mfululizo? Nataka niwaambie tu kweli. Yani kesho mimi nakwenda Benjamin Mkapa na karanga. Kama umepanic sana. Ndio. Nakwenda Benjamin Mkapa na karanga. Miogo. Karanga, miogo na kwenda nayo. Hizo tu wanakula. Na kazi nazo. Hizo tu wanazokula. Na kazi nazo. Unaniahidi nini sasa? Yani wewe ujeuri wa kula karanga unaupata wapi? Mbele ya mwanaume ambaye amekushona mara 5 mfululizo. Nataka kitu yani. Mimi ndo kidume ambaye nimemshughulikia yeye mara 5 mfululizo. Sasa na kesho na niwaambie tu wanayanga wote, utakayejaliwa kuja Benjamin Mkapa, beba karanga. Sasa hivi kuna vifurushi vile vinaitwa. Beba karanga. Pita kwa wale wa mama wanauza miogo wale, akutengenezee kifurushi, ndani yake kina karanga, kina miogo, kina vipande vya nazi. Changanya. Njoo na fuko lako limejaa hivyo vitu. Naenda kuvitumia kwenye kazi gani? Tuna kazi navyo Benjamin Mkapa kesho. Kama hivi. Nishakwambia tuna kazi navyo. Wataalamu wameshanielewa. Tofauti na ile kazi ambao walikuwa na kazi navyo wao mpaka wakala karanga. Nakwambiaje? Sisi si ndio tumewafanya tunavyotaka sisi ndani ya miaka 5. Ndani ya mara 5 mfululizo. Si ndio sisi? Sasa mimi si ndo kidume? Au mimi sio kidume? Mimi si ndo kidume? Mara 5 mfululizo. Sasa nakwenda kupiga kichwani, nikishamaliza kupiga kichwani nakula karanga. Shukrani sana. Asante sana.